Mwanamke, tambua thamani yako. Hayo maduda hayo mwenzenu ndio unapata nayo shida. Unajua hiyo nayo ni afya ya akili. Kama huwezi kucontrol mdomo wako, ni ugonjwa kabisa. Umeona kwamba yani wewe ni mtu mzima na gauni, lakini huwezi kucontrol mdomo. Maskini we, hadi huruma. Kwenye Biblia kuna wanawake walipotambua thamani yao, walibadilisha mtazamo wa jamii. Kuna mwanamke anapatikana katika kitabu cha Waamuzi. Waamuzi 4, Waamuzi 5. Hapo kuna mwanamke anaitwa Debora. Neno la Mungu linasema, nilipoinuka mimi mama katika Israeli. Huyu Debora alikuwa ni mke wa mtu. Mke wa nani? Mume wake anaitwa nani? Sema kwa nguvu. Lapidoth. Sawa Alikuwa nabii na pia mwamuzi. Hebu fikiria, ni mwanamke anaweza kumanage wajibu wake kama mke wa mtu, lakini alikuwa nabii, lakini mwamuzi. Sawa Napenda habari za huyu mwanamke. Kisoma Waamuzi 5 na fungu la 7, anasema maliwali walikoma katika Israeli, walikoma. Hata mimi Debora nilipoinuka mimi katika Israeli. Mpaka wewe ulipoinuka. Kanisa halieleweki mpaka wewe uinuke. Mambo kanisani hayaeleweki. Wavulana, wasichana wote wana viduku. Wavulana wote wana suruali za wadogo zao, na umekaa tu mwanamke. Debora hakukaa. Alipoona mambo hayaendi, akamfuata Baraka. Akamwambia, ni nini unafanya sasa Baraka? Nini hiki? Alijua wajibu wake, alijitambua. Sawa kwamba mimi ni msaidizi, lakini kama huyo ninayemsaidia amezubaa, nifanyeje? Umekaa na ibada hamna nyumbani kwako. Sasa si mwenyewe yupo. Mwenyewe yupo ni nani na wewe ni msaidizi? Inuka kama Debora. Akamwambia Baraka, ni nini hiki unafanya? Naye Baraka akamwambia, Baraka naye alitambua uwezo wa huyu mama. Kuna waume wanatambua uwezo wa wake zao. Ukikaa sawa, mume wako anakutambua. Mume wangu ananiita mtumishi wa Mungu. Mimi sio kila mara mimi ni mke wake, hapana. Sio kila mara mimi ni mke wake. Sawa Mimi ni mtumishi wa Mungu, na huwa ananiita hivyo. Ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Nimeisikia raha sana alipoanza kuniita hivyo, kwamba amejua, hata yeye anajua kwamba mimi mtumishi wa Mungu. Anza Yerusalemu. Ukianza Yerusalemu, Bwana atakupa kibali cha kutoka. Debora anamwambia Baraka, na Baraka anamwambia, mimi bila wewe siendi. Wewe unataka niende huko nakosema? Tuende na wewe. Debora anasema sawa, lakini heshima itakuja kwako. Itaenda kwa nani? Kwa mwanamke. Sawa Hebu sikia. Katika dunia ya sasa, mwanamke ni lazima atambue thamani yake. Haukuumbwa na Mungu eti tu uje uzae watoto upike ugali. Yaani kweli kabisa, kweli Mungu apoteze muda kuniumba mimi nije nimsongee ugali ulio basi? Jamani, kweli apoteze nguvu zake aniumbe tu mimi nije kuzaa watoto? Hapana. Amenileta kwa jukumu maalum, na wakati wangu utakapoisha nitapita. Unautumiaje muda wako? Umejitambua we ni nani? Ukiona wale wa mama wanavaa nguo za wadogo zao, sketi za wadogo zao, manywele kama mazimwi, ni kwamba tu hawajajitambua. Ukishajitambua huko hautaenda. Ukijitambua kwamba nimepewa mume wangu nimlinde na nimsaidie, nimepewa watoto hawa ni waongoe waende mbinguni, utakaa sawa.
afya ya akili itakaa sawa. Kisha jitambua we ni nani, mambo yatakaa sawa. Tunajifunza mambo haya. Tambua mwanamke thamani yako. Debora alijitambua. Katika Yeremia 9 na fungu la 17, wanaitwa wanawake wenye ustadi waje waomboleze. Wanawake wenye ustadi waje waomboleze. Bwana wa majeshi asema hivi, fikirini ninyi wanawake, mkawaite wanawake waomboleze, ili waje mkatume na kuwaita wanawake wenye ustadi. Dunia ya leo wanawake hatuombolezi. Tuna mambo tunayaona kabisa kwenye jamii, mambo ya ajabu, hatuombolezi. Tumeona sawa. Nimezoea kusema msemo huu, ukiingia kwenye choo kinachotoa harufu kwa mara ya kwanza, unaziba pua, sivyo? Alafu tunatemaga mate. Hivi kuna uhusiano gani harufu na mate? Kuna uhusiano wowote? Ukikaa dakika zako 2-3 unatoa mkono kwenye pua, sivyo? Ile harufu imeenda wapi? Ila umeizoea. Tumeona dhambi, tumezoea, hatushtuki tena. Tumeona kawaida kabinti kuwekwa kwenye kona usiku, kamesimamishwa na unawapita kama hujawaona. Shida ikitokea ndo nasema mama, na hata mimi nilikuwa namuonaga ana. Kanisani huamuoni mambo ya ajabu? Hamuyaoni? Wasichana wanajitahidi kuvuta nguo iende juu. Wavulana wanashusha visuruali vishuke chini. Sijui zitakutana wapi. Wanawake hatuombolezi. Nakumbuka nikikua, binti akibeba ujauzito nje ya ndoa, mama yako haendi kwenye chama na wengine, haendi kulima umoja na wengine, wenzake wakienda huku anaenda huku, maana nyimbo zote zitaimbwa yeye, atakosa raha. Sasa hivi wala ni kawaida, si ndio? Lakini kweli hiyo ni kawaida? Si kawaida. Kwa nini hatuombolezi wa mama? Hatuombolezi kabisa. Tumeona kawaida. Wanawake wenye ustadi wanaitwa. Ndio ninyi mmekuja hapa, mmekuja kwa sababu mna ustadi wa neno la Mungu. Bwana anataka tuomboleze. Kuna mama leo nimemuonesha magoti yangu, na akafanya Wamama wenye ustadi wana sigda kwenye magoti yao. Sigda zile Waislamu zinakaa hapa. Wamama wacha Mungu ziko kwenye magoti. Hatuwezi kupona kwenye hii dunia tusipoomboleza. Na kuomboleza sio lazima umfesi mtu. Unaweza ukampeleka magotini bila hata yeye kujua, na utashangaa mambo yake yananyooka, na kumbe ulimpeleka magotini. Wanawake tuamke, tuomboleze. Inukeni wanawake wenye raha. Biblia inasema Isaya 32:9, inukeni enye wanawake wenye raha, isikieni sauti yangu, enyi binti za watu msiokuwa na uangalifu. Tegeni masikio yenu msikie matamko yangu. Wanawake wenye raha. Una gari nzuri, una nyumba nzuri, mume wako anakupenda, watoto wako wamestawi. Wanawake wenye raha. Unavaa nguo ile unataka, si ndio? Anasema inukeni ninyi wanawake wenye raha. Wanawake niwaambie, hatuombi kwa sababu tuna shida. Hauombi kwa sababu una shida. Tunaomba kwa sababu ni mahusiano ya mtu na baba yake. Unaendaga kwa baba yako kuongea naye ukiwa tuna shida? Hapana. Sawa? Zoea kuongea na baba yako. Mwambie baba yako sumbuko lako. Mwambie hata na sumbuko la jirani yako. Tetemekeni enyi wanawake wenye raha. Isaya 32:11 anasema tetemekeni kwa mambo yanayoendelea, enyi wanawake wenye raha, tetemekeni. Tena anasema msiokuwa waangalifu. Jivueni nguo zenu kabisa, jivikeni magunia. Hatuna uangalifu. Kwa nini hatuna uangalifu? Tunakula chochote, tunavaa chochote, tunajiremba kwa namna yoyote, hatuna miiko. Hivi ni kweli wewe huna miiko? Unaelewaje na fungu la Yesu anaposema njia ya uzimani imesonga? Wewe unaelewaje hilo fungu?
Kweli hatuna makatazo? Kweli hatuna makatazo? Kweli tuishi kama wengine? La, tunayo. Anasema enyi wanawake wenye raha, tetemekeni. Kwa nini lakini tutetemeke? Yeremia 9:21. Tutetemeke kwa sababu mauti inapandia madirishani, haipiti mlangoni wewe uione. Anasema hivi Yeremia 9:21. Kwa maana mauti imepandia madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu, ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje na vijana walio katika njia kuu. Kwa nini tulie? Kwa nini tutetemeke? Kwa nini wenye raha njooni? Njooni kwa sababu tuamke tutetemeke, kwa sababu mauti haipitii mlangoni, inapita kwenye madirisha. Ikipita mlangoni utaiona. Na kwa nini inaingilia madirishani? Eti ipate kuwakatilia watoto wetu walio nje. Nje ya nini? Nje ya nini? Nje ya wigo wa Mungu, nje ya ulinzi wa Mungu. Kuna watoto wako nje ya kanisa. Wanaosoma masekondari hawapo hasa, wale wa vioni hawako tukasa kama wenzao. Hao watoto wako nje. Alafu anasema wengine wako kwenye njia kuu. Mama yake na baba yake wamewafundisha vizuri, ni vijana, lakini wamesimama kwenye njia kuu. Anasema hivi, niende huku au niende huku? Niende huku kwanza, nikipata nafasi nitarudi huku. Wacha kwanza niende huku. Mwanao amesimama kwenye njia kuu. Mama, changamka. Changamka. Ombea watoto. Kuna kisa mtoto wangu alinisimulia. Niligundua ni kwa sababu naomba. Niliwaambia hapa, usiombee watoto wako kundi, ombea mmoja mmoja kwa jina. Yeye aliona kwamba ni muujiza umemtokea, lakini mama yake anaomba kwa jina. Muombee mtoto wako kwa jina lake. Omba mama. Kwenye hii dunia mauti inapita madirishani wa mama, inaingilia humu. Mmefunga gate, mmefunga milango, mmefanya ibada, kila mtu kaingia chumbani kwake. Mvulana anapita humu mpaka chumbani kwa mwanao, mpaka kitandani alipolala binti yako, na anamalizana naye, na wewe umefunga mlango na mlifanya ibada. Kabinti kanakuja, kanapitia madirishani, kanakuja chumbani kwa kijana wako, na wewe umefunga mlango. Sawa? Yale yote unayokataza yanapita madirishani, hayapiti mlangoni. Usipoomba hautakuwa salama mama. Usipokuwa na uhusiano na Mungu hauwi salama wewe wala uzao wako. Kazana, mtegemee Mungu. Tulisoma fungu hapa la Mithali 14 na fungu la kwanza kwamba kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake. Hili fungu halina maana ya ndoa tu. Wengi hilo fungu mmezoea kwamba mtu kama ameachana na mume wake amemkimbia ndio amebomoa nyumba yake. Sikia hii. Mwanamke, unaweza ukabomoa nyumba yako kwa kutokuwa na uzao wenye maana. Hivi wenye maana ni neno zuri kweli? Hivi hilo neno ni sawa Kiswahili jamani? Yaani una watoto ambao huwezi kumwambia mtu unamfahamu fulani ni mwanangu. Sawa Unawaza ukizeeka nani atakuangalia? Maana hana mpango wa kukuangalia. Yeye mwenyewe tu ajiangalia, atakuangalia wewe? Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake kama Yokebedi. Alifanya mpango wa kuhifadhi uhai wa mtoto wake wa kiume. Kama matokeo ya kuhifadhi yule mtoto wa kiume, akaja kukomboa Israeli. Na alifanya dili na binti yake. Hatuambiwi Amram alikuwa wapi. Ni mama. Mama, una mpango gani? Alitengeneza kisafina. Kisafina chako ni kipi kwenye hii dunia mama? Na unakula tangu tarehe 1 mpaka Disemba 30. Kila siku wewe unakula tu. Kila siku unakula. Hujui kwamba dhambi ya kwanza iliingia kwa chakula? Na bado yale mambo shetani anayaleta. Wewe unakula kila siku. Umeshapata faida gani ya kula kila siku? Na unawashangaa wenzao waliofunga. Hawa wenzetu bado wanaendelea na siku 40 Mnafunga kwa nini? Ni kweli wengine wanafunga hata hawajui kwa nini wanafunga. Lakini kwa nini usifunge? Hatufungi kwa sababu tuna shida.
Ni uhusiano wa baba yetu sisi na baba. Najitenga mbali na chakula. Ule muda wa kula naenda kuongea na baba. Ule muda wa kula napata nafasi ya kusoma neno la Mungu. Unazidi kumsogelea baba. Uliambiwa Enoki aliyechukuliwa na Mungu alikuwa anatembea na Mungu, maana yake nini? Mwanamke ameumbwa kwa mfano wa Mungu in a special way. Napenda kweli. Niliwaambia kwamba sisi ni toleo la pili, sivyo? Akina Ndekeja wa toleo la kwanza. Wametoka kwenye mivumbi moja kwa moja. Sisi baada ya kutengeneza vumbi likatoka katete, alafu ndipo wakachukua kale kaubavu wakatengeneza yule mrembo pale. Tumeumbwa kwa namna ya ajabu. Wanaume mlioko hapa, ukisikia Mungu anasema ishini na sisi kwa akili, anajua alivyotuumba. Unataka kwenda mbinguni mwanaume, ishi na mkeo kwa akili. Kuna somo kila siku nikitaka kulitoa redioni au kwenye TV, moyo wangu unasita, lakini siku moja nitalifundisha. Ni gumu. Mika 7 fungu la 5. Nitalifundisha siku moja. Ibrahimu mwanzo alishindwa, lakini baadaye akaishi na mkewe kwa akili. Si unajua Ibrahimu alisikiliza sauti ya mkewe mara ya kwanza. Ila wanaume jamani, mwenyewe wanawake, hebu sikieni hiki. Nimewaambia muda hautoshi, kila nikikumbuka kitu nitakisema. Angalia Hajiri aliishi pale nyumbani kwao kila siku, si ndio? Na Wamisri ni warembo Wamisri ni wazuri. Wafupi hivi wazuri sana. Ina maana Ibrahimu hakuwa na wazo kabisa, si ndio? Mke wake alipomwambia mbona hatuoni mahali aliposita. Kumbe baba wa watu alikuwa anasubiria, jamani, nafasi kama hiyo haitokei mara mbili. Nafasi kama hiyo haitokei mara mbili. Wewe unayesogeza msichana wako karibu na mumeo, Biblia inasema wewe ni msaidizi. Na wewe unamwambia mumeo, okay, mimi ni msaidizi, lakini wacha nikupatie msaidizi mwingine. Unampa mumeo wasaidizi hawa, wewe na Lea. Utalia. Hawa jamaa wanatafuta tu nafasi kadogo. Anapokuja kumlalamikia Mungu kwamba sasa mke wangu amesema nimfukuze na huyu ni mtoto wangu, Mungu anamwambia, sikiliza sauti ya Sara mkeo. Mbona alivyokuambia ukuja kuniuliza? Ila Mungu nampenda. Kwani alivyomwambia alienda kuuliza? Sasa anamwambia fukuza huyo, anarudi kwa Mungu. Eti sasa mimi anamwambia sikia sauti ya nani? Ya mkeo. Lakini aliyemuingiza kwenye shida ni nani? Nyewe wanaume ishini na sisi kwa akili. Yeye ndiye alimwambia, si ndio? Ingia kwa mjakazi, uzae kwa mjakazi wangu. Isiajabu baba watu labda atalibishabisha mke wangu, lakini Mungu hajasema. Wewe ingia tu, mimi nimekuruhusu. Anamgeuka baadaye. Baadaye Ibrahimu akili zikaja. Alipoambiwa mtoe Isaka, akakumbuka kosa alilokosea, kwamba mwanamke sio kumwambia kila kitu. Mika 7:5. Ibrahimu haya mke wangu, sisi tunaenda kutoa sadaka haya. Hivi angemwambia, angemkubalia? Wewe una watoto 4, si ndio? Ukiambiwa utoe kamoja unakubali? Alafu yeye ana kamoja. Wewe acha ujinga wako. Mungu hajataka sadaka kafara za watu. Ondoa na ujinga wako. Sitaki mwanangu. Namfungia chumbani, tunakaa wote. Akili ikaja. Yaani sisi wanawake, nyie mkiona wanaume wanazeeka na sisi, ujue wana akili za kutosha. Si rahisi kukaa na wanawake. Sio rahisi. Utajifunza paka unazeeka haumjui. Sikia. Katika Mwanzo 1:27, sikia hili fungu. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke. Umesikia hilo fungu? Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Watu wangapi hapo? Ndani ya huyo mmoja aliumba wanadamu wangapi? Wote. Na ndio maana tunaitwa nani? Wanadamu. Sawa Na Mungu anamuumba mwanamke kama msaidizi. Katika Mwanzo 2:18. Hapa ndipo wanawake wengi tumejikwaa. Unamsaidia nini mumeo? Utaniambia kudeki, kufua, kupika, maana yeye hana mikono, si ndio hivyo?
hatusaidii waume hicho. Hatukuumbwa ili tuwasaidie hiyo. Tumeumbwa ili tuwasaidie mambo haya machache. Moja, kumsaidia mwanaume ili adumu kuwa mcha Mungu. Kuna wanawake waliolewa na wanaume waliokuwa active kiroho. Baada ya kumuoa tu huyo mwanaume amerudi nyuma. Shida ni nini? Ni huyu msaidizi asiyejitambua hapa. Mwanamke lazima ujitambue kwamba umeenda kufanya nini. Na unajua, mimi huwa namfananisha mwanamke kama missionary. Missionary anaenda nchi ya mbali, anapeleka habari njema, anang'oa yale mabaya aliyokuta huko, anapanda yale mema. Mwanamke, wewe ni missionary. Ulimkuta baba wa watu anasali, ameacha kwa sababu yako, kwa sababu usaidizi wako haukufanyia kazi. 2, msaidie mumeo ili asitende dhambi. Ngoja niwaibie siri. Huwa naongea na watu wengi, na wanaume wanakiri kabisa kwamba sio lengo lao kuchepuka, kuacha barabara kuu apite kichochoro. Hapana. Ukimsaidia vizuri, naposema ukimsaidia vizuri sio kimwili, kiroho. Ukimzunguka kama tutakavyoona, huyu mwanaume akakaa hapa katikati, wewe umemzunguka, atakuwa salama na Mungu atakusaidia. Msaidie mume wako asitende dhambi. Na ninaposema asitende dhambi, dhambi ziko nyingi. Wizi. Kuna wanaume wanaiba ili tu kuridhisha mkewe. Demands zako ni kubwa. Unataka maisha ya hali ya juu wakati mumeo hayuko hivyo. Unajua kuna watu hawarudishi zaka na sadaka kwa sababu ya wake zao. Akirudisha zaka na sadaka haitoshi. Utakuwa umeungana na mke wa Ayubu, mkufuru Mungu ukafe. Wanaokula zaka wanamkufuru Mungu. Hivi kweli wewe mwenzangu huoni hata bahasha na unakula tu unanenepa kabisa? Hujui kwamba unanenepea zaka? Hujui kwamba unavaa zaka? Hujui kwamba watoto wanasoma na zaka? Hao watoto wanaosoma na zaka wanachomokaje hapo? Hawapati kazi, wanapata kazi na zaka mliokula mmesahau. Si mshakula tayari vya kwenu? Na we mama msaidizi upo, mume wangu mbona sioni bahasha? Mke wangu, unajua kwa kweli hiki kipato hakitoshi. Nataka niwaibie siri ya ukweli. Kipato hata siku moja hakitoshi. Hakijawahi mtosha mtu yeyote. Ni mtego tu wa ibilisi. Ukirudisha zaka na sadaka ukitoa, hazitoshi. Kwa macho yako utaona hazitoshi. Nataka ukajaribu mwezi huu. Utakuja kunikumbuka. Inakuwa na ulinzi wa pekee. Itatosha na nyingine benki utaweka. Mama na vikoba utapeleka. Kwa sababu, kwa nini usirudishe zaka na kutoa sadaka ili umdai Mungu? Mimi ndo nimeshatoa hivyo, angalia iliyobakia hii, sijui kama tutafika. Na unashangaa mnafika. Hodi mama fulani. Jamani, nimekata ndizi, nimeona nikuletee. Hodi. Jamani, yani nimeona hapo ndugu yangu. Yule mbuzi wetu yule, nilikuwa simuelewi. Tukasema tu tukachinje tunywe supu. Tumesema tuwaletee na nyeye aka mguu. Mwingine anabeba kikapu. Jamani, maharage haya, siku zinasonga, mwezi umeisha. Sawa? Nataka usitoke hapa bure. Usitoke hapa bure. Zaka ni ulinzi kwa familia. Usitoke hapa bure. Umesikia? Nuia ukitoka hapa kwamba Mungu, mimi sina huo uwezo. Yesu amesema Yohana 15:5 kwamba sisi hatuna nini? Hatuna uwezo wa kufanya chochote chema. Ukiona wema wowote kwangu sio mimi. Huyo sio mimi. Mimi asili yangu dhambi. Sawa Huyo atakuwa ni Yesu, mimi sihusiki kabisa. Sawa Huyo aliosimama hapa, yani huyu Yesu kwenye ili jumba langu ili. Sawa tunaelewana? Wewe nataka ujaribishe. Umesikia binti yangu? Unauza mboga zako. Na pato ulilopata, sadaka ni 500 tu, kwa uaminifu toa. Irudishe kwa Mungu. Wanawake wengi tumewaingiza waume zetu kwenye matatizo. Tumewaingiza kwenye dhambi. Unapokataa kumpa maji ya kunywa, si unamuingiza kwenye dhambi? Na nyewe wanaume mlioko hapa, haina maana kama maji upewi ukanywe maji kwenye mabwawa machafu. Kuna mabwawa yanaruba, utakufa pumbafu we. Unakunywa maji hovyo.
utakuja kufa. Kwa sababu Mungu hata kuuliza kwamba ulisababishiwa. Sikia. Tunamfahamu Musa, sivyo? Musa alikuwa rafiki wa Mungu. Biblia inasema hakuna mtu aliyeniona ila Musa. Lakini nini kimempata? Mbona Mungu hakusema kwamba alisababishiwa na wana wa Israeli? Eti si alisababishiwa ile dhambi? Fikiria ule mkutano wote unamsonga kwa hasira, badala apige mara moja, akapiga mara ngapi? Na akasema nitachukuliana na nyie, niwatokezee maji hapa. Eti Mungu hiyo ameishika, na alipanda mahali akaoneshwa, unapaona? Pale ndio ulipokuwa uende, sasa huendi tena. Hakuna dhambi ya kusababishiwa. Dhambi ni yako. Kila mtu ataulizwa peke yake. Msaidie mumeo asitende dhambi. 2, nimesema msaidie mumeo. Mumeo anaiba kwa kalamu ili akufurahishe mkeo. Unamtega mwanaume kwa vinguo vyako vya ajabu ajabu, ninyi mabinti na mimama mingine mijinga. Unamtega mwanaume na vinguo vyako vya ajabu ajabu. Msaidie. Utakapovaa kwa kujisetiri utamsaidia. Nani hana mapaja? Ninamaanisha mume ambaye si wako, wa kwako, mvalie hivyo vimini ndani mkiwa ndani. Hairuhusiwi mwanamke nyumbani kwake kuvaa nguo kama hii. Hairuhusiwi. Hatuvai hivi nyumbani. Unavaa kanguo kako amazing. Unavyoenda jikoni, unavyozunguka na kanguo kako kazuri. Hizi nguo za kusimama nazo kwenye pulpit, si za kumvalia urio. Na mvaliaje nguo kama hii? Msaidie mumeo kumtengenezea uzao bora wenye kumcha Mungu. Mtengenezee mumeo uzao bora kwa kuwalea watoto vizuri kwa kicho. Jukumu la malezi wa mama tumepewa wa mama sisi. Roho ya unabii inaandika, inasema mtoto mikononi mwa mama ni kioo cha tabia ya mama. Watoto wako wana tabia yako. Mimi huwa nakaa na tafakari, nikiangalia wanangu wana tabia zangu mbaya. Yaani nikiangalia nasema ile tabia yangu, ile yangu kabisa, ile ya kwangu. Sawa Na huwa nawaambia watu, kama ninayofundisha siyaishi, wewe tafuta wanangu wachunguze. Sawa Utagundua kwamba kumbe anayaishi. Lakini mama, ukiwa mama mcha Mungu, watoto wako dunia hata iharibikeje watakuwa salama. Angalau watatazamika. Sawa Mama si mama imara. Mtengeneze mume wako uzao. Mama fulani alimtengeneza mumeo, tena hata kwenda shule, lakini alitengeneza mwanaume wa maana. Huoni wivu mtakatifu kwamba yule mama alitengenezaje mwanaume wa kufaa kama yule mumeo? Halafu unashindwa nini? Lakini yule mama alikuwa analea mtoto wake na kufinya huku. Kitoto kikipiga kelele kanisani, huko nyuma ya kanisa huwa kuna pipi na chai ya maziwa na juice. Kakikimbia kanisani, akasikii, tunavitoaga kule nyuma, tulikuwa tunavitoa kule nyuma. Unakipa juice tamu, kinakunywa, halafu nakiambia shh. Mkirudi kanisani mnakaa, kwa sababu hawezi kutulia zaidi ya dakika 5, tena anaanza kusumbua. Mkitazamana macho, anakumbuka ile juice, kanatulia. Ndivyo tumetengeneza hivyo watoto. Sawa Na Mama White ameandika kitu kigumu sana. Nimesoma mahali Mama White anaandika, anasema watoto wanaokimbia kanisani ni vinyago vya shetani. Umeshawahi soma hilo fungu? Unacheka kwa sababu uelewi kazi ya kinyago. Kazi ya kinyago ni kuondoa usikivu. Sawa Kwa hiyo kama usikubali uko makanisani watoto wakimbie, eti ni kinyago. Kwa sababu watamwangalia yeye, hawataangalia mbele na kusikiliza.
Fundisho limepita. Mama, tengeneza uzao, fanya urafiki na wanao. Ukisoma message za afadhali yule aliyeoa sasa, lakini huyu wao wengine hawa, yani ukisoma message zao tukitumiana, au hata anaweza kaniweka status halafu akaandika my sweetheart, huwa namtania jamani, kama kuna binti huko si atasikia wivu, ananiandika mpenzi wangu wa moyo, mwanamke pekee nimpendaye. Wow, napendwa na Devi wangu, ananipenda sana, ananipenda mpaka sana. Unaona kabisa mtoto anakupenda. Atakuja kesho. Jana nilimkataza sije usiku, akamwambia hapana, njoo kesho. Anajali, ananipenda mno. Mama, masaa 12 utasafiri, wacha tu nikutafutie ndege ikulete. Tukakosa. Hello. Lakini nikikumbuka zile bakola nilizokuwa nawatia, na mimi kanuni yangu ilikuwa ngumu. Mimi sitafuti fimbo. Fimbo unatafuta wewe. Wakwako ukimwambia kalete fimbo, si anakimbia? Amekudharau kwa sababu umejishusha thamani. Mimi unakimbia, unaanzaje? Kwanza soma hapa. Kwanza nakwambia kosa lako tayari. Haya, soma hapa pameandikwa nini? Mwana mwenye hekima umfurahisha babaye, bali mpumbavu mzigo wa mamaye. Hapa. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Bado hapa. Usimnyime mtoto wako mapigo, maana utamchapa kwa fimbo hata kufa. Unasemaje sasa na ujinga uko moyoni mwanangu? Basi nichape tu mama, kalete fimbo mwanangu. Anaenda kuleta. Akiwahi kusema mama nisamehe, ninamsamehe kabisa. Alafu usikumbuke makosa ya watoto wako. Unajua kwa nini? Tuna wanaume na wanawake wenye diary za mioyo kwa sababu ya vile walivyolelewa. Ulivunja glasi yangu juzi. Jana ulichelewa kurudi. Leo umemwaga mboga na kuchapa. Kwa hiyo mtoto anajua okay, kumbe makosa uyakusanye, uyaweke pamoja. Umsaidie nini tena mumeo? Saidia huu ulimwengu, dunia ikalike, ifae kidogo kwa kuishi. Yani, leta utulivu pale nyumbani, pawe mahali pa kuishi. Kuna wamama wana magubu. Kitu kidogo mama anasema, kama ile mvua ya nini? Ya manyunyu. Biblia inasema kama mvua ya manyunyu, kutona daima, na mwanamke mgomvi kadhalika. Mama, acha ugomvi. Biblia ina mafungu mengi yanayokataza ugomvi wa mama. Hebu mfanye mume wako aishi kwa utulivu. Wanaume wakiwa na utulivu wanatafuta maisha kirahisi kwao, akiwa na utulivu wa akili, kwa sababu wao hawawezi kufanya mambo mengi kwa wakati. Hatahangaika na magomvi yako, atashindwa kwenye mambo ya kiuchumi. Andaa waume za watu na wake za watu kwa kuwalea kwa kicho. Mama, thamani yako, tambua thamani yako kwamba wewe unaandaa wacha Mungu. Sikiliza, wachungaji wameandaliwa na nani? Na wanawake mama zao. Pastor Ndekeja pale kila saa anamtaja Joyce. Unasikia hiyo raha? Anamtaja mama yake. Mama alimuandaa mtoto wake, na mambo tunayoweka kwa watoto wetu hayatoki, hasa kwa mama hayatoki. Sikia, neno la Mungu linasema, nimetoka kwenye usaidizi, msaidie mume wako kuinuka kiuchumi. Wanawake tuna mikono mingi sana. Unajuaga hilo? Una mikono mingi mno. Kuna mikono inaenda kazini, kuna mikono inaenda shambani, kuna mikono inaenda kwenye biashara, kuna mikono inaenda kanisani kuimba kwaya, kuna mikono inaenda kwenye uinjilisti. Mambo mengi kwa wakati mmoja. Mingine inalea watoto, mingine inalea baba yao. Mungu ametuumba hivyo. Msaidie mume wako ainuke kiuchumi. Kuna wanawake akiwa na pesa yake na ya mumewe pia yake, Mungu anakuona. Baba anakaa na waza, hana sumni mfukoni. Mama, una 500 zimekaa bila sababu. Mama sketi yangu imechanika, nenda kwa baba. Mama, peni, nenda kwa baba. We mama, wanenda kwa baba, au jitambui. Vitu vidogo vidogo ni vya wamama. Fanya mama. Kwanza niwaulize, kwani kati ya baba na mama nani huwa anafaidi watoto wakikua? Kumbe mnajua. Sasa kwa nini mnawapa mizigo tu hawa baba wa watu? Kwa kweli Mungu atusamee. Maana idadi ya vitenge vinavyoenda nyumbani na idadi ya makoti havifanani. Si ndio?
Makoti kama yote hamna, ila mavitenge kila namna. Nilijifunza hilo jambo zamani sana, na nikamwambia Bwana, sitaki kuwa mama wa namna hiyo. Mungu nisaidie. Huwa sikuwa mimi kama ninavyowaambia, sikuwa mimi, ila Mungu alitaka tu niwe modo, nitengeneze uzao, niunganishe baba na watoto wake wapendane. Sikiliza hii, katika Mwanzo 3:16 kuna maneno haya. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wakati Mungu anagawa mshahara pale, na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye, sema kwa nguvu, naye. Baada ya dhambi wanawake tunatawaliwa na waume. Kubali kutawalika. Kuna wanawake kama Kambale. Kambale mnamjua, ambaye hatuli wa Adventista lile samaki wali nateleza, huwezi kulishika. Kuna wanawake mume wake anavyotaka kumshika linaporotoka. Yaani baba akijitahidi, mke wangu tukae pamoja, amani ije, hapana. Tawalika. Ukitawalika utapata raha. Kutawalika maana yake ni nini? Unaweza usielewe. Ukiona kila ajenda anayosema mumeo lazima uipangue, alafu ulete ajenda yako, we ni Kambale. Hebu muulize mwenzio, wewe Kambale au? Halo. Namba 4. Sikia. Nimesema namba 1, mwanamke, jitambue kwamba umeumbwa kwa mfano wa Mungu kwa namna ya pekee. Lakini wewe ni msaidizi wa mwanaume humu duniani, sio msaidizi wa mumeo, wa mwanaume yeyote. Msaidie. Saidia mwanaume kwa kumlea kama mtoto wa kiume. Tumefeli kulea, ndio maana wanaume wamegeuka kuwa wanawake. Tumeshindwa kuwalea. Hatukuonesha tofauti wakati wa kuwalea kati ya mabinti na vijana. Hatukuwapa mapenzi. Hawa vijana wana siri kubwa sana, mnaowaona wa sekondari hawa. Na huwa nikiongea nao wananipa siri zao zote. Namuuliza, baba anajua haya maneno? Hajui. Mama anajua? Mama hajui. Kwa nini mama ajue? Mama anaondoka asubuhi, anakwenda kazini. Akitoka kwenye kazini au biashara, anapitia wapi? Saluni. Kama si saluni, anapitia vikoba. Au anapitia wapi? Kanisani kuimba kwaya. Anaunganisha huko huko. Nataka nikwambie, kanisa langu la kwanza mimi ni kwa Urio na wanae, sio nyie. Kanisa la kwanza la mtu ni familia yake. Baada ya familia yako ndio utoke. Nashukuru humu sio wengi, lakini walio wengi waume zao wanalia, hasa waimba kwaya. Kanaondoka mapema, mume anarudi, chakula hamna. Mke wangu, hujui leo ni Alhamisi? Ajue Alhamisi inamhusu nini? Si nilikuwa kwaya? Ulikuwa kwaya? Na hii kwaya yako hapa ulioiacha, unaenda kwaya ya wengine. Kwaya yako ni hapa nyumbani umeacha. Ametufundisha pale daktari, jua kubalance. Mambo yote yaende. Sawa sawa? Mambo yote yaende, balance. Tukasema kwamba sisi ni wasaidizi, na nikasema usaidizi unaopaswa, msaidie mume wako kupende wewe tu. Uwezo wa mume wako kukupenda wewe tu nao. Sawa Maana yeye ndio anajua kwa nini alikuoa, kwa nini alikuchagua wewe. Yeye anafahamu. Kwa hiyo ukiendeleza, ukiwa mama mwema, Mungu akikusaidia atakupenda wewe tu. Tukasema tawalika kwa mumeo. Namba 4, wewe mama jitambue kwamba wewe ni mlezi wa familia yako, mume na watoto wako na jamii. Wewe ndio unailea. Zamani malezi yaliwezekana kwa sababu jamii yote ilikuwa inamuangalia mtoto kama mtoto wao. Shule niliyosoma mimi msingi pale, kama mtu ameshaenda na Ashera Hotel, opposite kuna shule ya msingi Mji Mkuu. Waruguru wakiporomoka kule milimani na mizigo yao, na ninyi ndio mmeruhusiwa mnarudi nyumbani. Njaa inauma, jua kali.
Usisahau miguuni uko pekupeku, jua lile. Alafu hujampokea mzigo. Anakuita, njoo. Kwa nini hujanipokea? Anakutandika barabara. Samahani, samahani. Unambebea mzigo, mnaongozana mpaka utakapochepuka, unampa mzigo wake. Sasa hivi hata walimu shuleni, kuna wazazi wanawafuata walimu. Kwa nini umepiga mwanangu? Biblia inasema usimnyime mtoto wako nini? Mapigo. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto. Fimbo ya adhabu itafukuzia mbali. Cha maana tu usimchape bila yeye kujijua, bila kujua kosa lake. Na usimpige kama unapiga nyoka. Na usitandike mtoto ukiwa na hasira. Sasa utaniambia nitamchapaje kama sina hasira? Ukichapa kwa hasira, mtoto hatajifunza kitu. Sawa Haya. Namba 5. Mwanamke jitambue kwamba wewe ni mlinzi. Wewe ni mlinzi. Yeremia 31:22. Wewe ni mlinzi. Biblia inasema, hata lini utatangatanga binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani. Mwanamke atamlinda mwanaume. Mungu amempa mwanamke wajibu unaopaswa kuufanya kwa ustawi wa maisha ya hapa duniani na yale ya umilele. Mwanamke anayejitambua atamlinda mumewe katika kila nyanja, kiuchumi, kiroho, kijamii, jumlisha na mwenyewe. Jamani, katika ile afya daktari, katika afya kuna afya ya kiuchumi pia. Sawa Afya ya kimwili, afya ya kiroho na afya ya kiuchumi. Hakikisha unakuwa namna gani? Una afya kiuchumi. Sikia. Mwanamke apaswa kuwa mlinzi kwa familia yake, mume na watoto wake kwa ujumla. Mithali 31:27. Biblia inamtoa sifa mojawapo ya mke mwema, ya kwamba mke mwema huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake. Mke mwema hali chakula cha uvivu. Nataka hii ya kwanza. Mke mwema huangalia njia za watu wa nyumbani mwake. Hawa watoto wanaotokaga nyumbani, wanaenda kanisani au kwenye jamii, wanavaa suruali za wadogo zao, wanatokaga wapi? Huoni mwanao wa kiume anavyovaa suruali ya mdogo wake? Hauoni mwanao anavyoenda kwa kinyozi anamwambia ninyoe nywele zote ukubakisha hapa katikati? Hauoni? Wewe unaona sawa? Sio sawa, maana Mungu amekataza watu wa Mungu. Angalia njia za watu wa nyumbani mwako. Mlinde mumeo ili akupende wewe tu. Hilo fungu hapa, kuna Biblia sasa, kwa sababu ya muda tungesoma Biblia hizo za Kiingereza mbalimbali, zinaandika kitu tofauti. Kwenye Kiswahili anasema mwanamke atamlinda mwanaume, lakini kwenye Biblia nyingi hizo za Kiingereza ukisoma anasema mwanamke encompass, atamuonesha nini? Direction. Sawa Nyingine anasema atamgeuza. Kama alikuwa anaenda hivi, ina maana mke afanye mumewe aende hivi kabisa. Na ninyi ni mashahidi. Angalia, nimewapa mfano wa kijana ambaye alikuwa active kanisani. Baada ya kuoa amerudi nyuma. Lakini kuna kijana alikuwa anakuja saa 5 hivi. Alipooa anakuja saa 2 kama mwalimu wa darasa. Baadaye kanisa linamuona anapewa ushemasi. Mwaka mmoja unapita, mzee wa kanisa. Kwa nini? Kwa sababu ya msaidizi amefanya kazi. Sawa Lakini nyingine inasema mwanamke atampata. Nimesoma ya Kifaransa, nimependa sana. Anasema mke, tena anasema mke atamtafuta mumewe. Nyingine ya Kifaransa inasema mke atampata. Kila mwanamke anayejitambua ni lazima amtafute mumewe. Ni nini maana ya kutafuta? Kuna maneno, msemo wa Kiswahili tumezoea kusema, wewe unanitafuta wewe utanipata. Si mnajua huo msemo? Maana yake ni nini? Yaani kwamba hivyo unavyoendelea hivyo unaendelea kunichokoza, mwisho wake utanipata. Yaani pale hasira zangu zitaibuka. Sasa lazima upate mumeo. Ujue mume wako anapenda nini, hapendi nini. Kwa nini tunakosana na waume zetu?
kwa sababu hatujui wanapenda nini na hawapendi nini. Sawa unapaswa ujue. Kwa hiyo mzunguke mumeo. Nyingine inasema kumzunguka mume wako, yuko katikati wewe unamzunguka. Mzunguke hapo katikati. Sasa unamzunguka kwa namna gani? Moja, kwa maombi. Biblia inasema Mathayo 7:7, ombeni. Unajua tungepunguza magomvi sana kama wamama, tungekuwa wamama wa maombi. Usimwambie kila kitu. Kuna vingine potezea, vipeleke kwa baba yako. Mpelekee baba yake aliyemuumba. Mungu wangu, asante kwa ajili ya mume huyu. Nakushukuru sana kunipa mume wangu. Ninakuomba hizi tabia zinanisumbua moyo wangu, nisaidie ili niweze kuishi naye. Bila kusema neno lolote atabadilika kabisa. Na wanaume walivyoumbwa wako hivi. Nyewe wanaume msisikilize. Mwanaume si unajua yeye ana ego. Sawa yeye ndani yake huko ndani huko kuna utawala. Sasa ukimwambia jambo hata kama zuri, anaona akikusikiliza atakuwa amekutii wewe. Kwa hiyo anagangamala vile vile, analikataa lile jambo lako. Na ndio lazima mwanamke uwe kama Abigail. Biblia inasema alipomuona Nabali aeleweki kalewa, Biblia inasema hakumwambia kubwa wala dogo. Angalia mama mwenye busara. Na Biblia inasemaje? Eti Abigail alikuwa mwenye akili njema na ni mrembo pia. Sasa wewe mwenzangu, hata kwenye kioo jiangalie. Alafu namsumbua mumeo kwa nini? Usimwambie kila neno. Na tafuta wakati mzuri wa kumwambia. Sio kila wakati ni wa kumwambia. Mume wangu leo wahi kurudi, leo nina mazungumzo na wewe. Aha. Anajificha kwenye gamba gumu umpati. Anaanza kupanga mipango ya lile jambo lako, anawaza nilifanya nini? Juzi nilichelewa. Aliniomba hela sikumpa. Sasa anapanga maswali, hautamweza. Usimwendee kama ni kesi. Malizianeni ibada iishe, kuleni chakula, alafu umpe tena ale, wakati umekaa unampetipeti. Nyie kwani mnacheka? Mimi nimesema nini jamani? Mimi nimesema nini cha kuchekesha hapa? Nimesema umpe ale. Wakati mmekaa tu unampetipeti, unamwambia yani namshukuru Mungu kwa kuwa na mume kama wewe. Unajua namshukuru Mungu sana, unanipenda we baba sana. Lakini kuna mahali huwa sikuelewi kama kwanza kile kitendo cha wewe kumtambua kama sawa kwamba anakupenda, hilo tu lenyewe linamweka sawa. Kumbe amenitambua. Nakushukuru mume wangu, umenisitiri. Umenisitiri mume wangu, nimesitirika. Anakuwa sawa kusikia. Kama ile juzi. Unajua ile juzi kosa halikuwa vile. Hapo atakusikiliza. Mama, acha kujitetea kama tatizo limeingia. Unakuza ugomvi. Hata kama anachosema anakusingizia, wakati huo sema samahani. Alafu utafute muda mzuri wa kukaa. Sawa wa mama? Linda mumeo. Mulinde mume wako. Linda mumeo ili akupende wewe tu kupitia maombi. Lakini pia mlinde mumeo kupitia chakula chako. Mwanzo 27 fungu la 9. Hapo kuna mwanamke ninayempenda, alikuwa na akili zenye akili, Rebeka. Biblia inasema Rebeka aliposikia kwamba Isaka amesema Esau akawinde, anamwambia Yakobo, enenda kundini. Fungu nimesoma Mwanzo 27 fungu la 9. Enenda ukawinde. Anamwambia yeye sasa, nenda kundini ukalete wanambuzi wangapi? Nitengeneze, asikia lugha aliyotumia. Nitengeneze chakula namna ile aipendayo baba yako. Asa wewe unapika tu mavyakula unavyotaka wewe. Sikiliza Biblia inavyosema. Katika Mhubiri 2:24, Mhubiri 9:7 mpaka 9, ina mafungu mazuri sana. Unajua inasemaje? Mwanadamu chini ya jua hapati jema ila kula, kunywa na kumfurahia mke wa ujana wake. Mama jikoni, nenda ukatulie. Kuna wamama hapo tunakosea, hasa wamama wenye watoto wakubwa. Baba yako karibu anarudi, kampikie. Na wale wamama ambao wana wasaidizi nyumbani, kama haupo ni sawa, lakini kama upo, hawa wanaume hawa wote, yani wale mnaowaona wote hao wanapenda mke wake ndio amhudumie. Wababa na wasingizia, wanaume na wasingizia. Anapenda unapomhudumia wewe.
Sawa? Unaweza ukose kumhudumia kila siku kwa sababu labda ya kazi, lakini kuna weekend, kuna sikukuu, kuna likizo. Tulia mama jikoni. Kuna wamama wanapika dagaa wanapiga mbizi kwenye bakuli. Wamepikwa lakini wanafanya nini? Wanaogelea. Mpikie mumeo vile anavyopenda yeye. Hana mahali pengine ale chakula anachokipenda. We mama mpare. Basi huyu baba wa watu wa kutoka Msoma huko unampikia pure. Uliambiwa pure kule nacho ni chakula? Baba wa watu maskini mpaka amezoea pure na yeye. Mpikie. Kaa jikoni. Tena nikupe siri, ombea chakula unapotaka kuandaa. Mungu, ninaandaa chakula kwa ajili ya familia yangu. Ninaomba ubariki mikono yangu. Ingia kuandaa. Mifuta kama yote jikoni na unafikiri ndio kupika. Machumvi. Nikwambie ni kitu. Haya mambo mimi nakutana nayo. Lea kusaidie kazi baadhi, sio kila kazi. Shetani hajafa na hajaongoka na hana mpango wa kuongoka. Mkikaa mezani kula, baba huyu anasifia chakula kitamu. Jamani, chakula kitamu mama. Ulivyokosa akili. Lea huyo ndio kapika. Shetani anamnongoneza baba huyu, we baba mbona mshamba sana wewe. Chakula kinachoonekana kitamu hivi, kisichoonekana je? Mara ya kwanza baba atasema shindwa kwa jina la Yesu. Atasema mara ngapi? Mwisho wake anafanya nini? Anaanguka. Mama, hebu jikombe kwa mumeo. We unaonaje ukijikomba kwake? Mke wangu naomba kaniletee maji ninywe. Lea, mletee baba maji. Hivi huyu mume hajui kwamba nyumba inalea? Anataka we umpe tu maji. Na ukimpa maji sasa, shika vizuri atamwagika. Kumbe mwenzako Lea akileta na anatoka kule kwetu kule Kuiringa, we anapiga magoti mpaka chini. Na anasubiri glasi haondoki, anasubiri mpaka maji yaishe ndio baba afanye nini? Ndio achukue glasi. Kwa hiyo anamuangalia kwa macho ya kike ya aibu, anashusha, amemaliza bado anachukua glasi. We shika vizuri maji haya yatamwagika. Chakula ukioni kitapoa. We ni mama wa namna gani ambaye hujitambui? Karibu kwa chakula mume wangu. Na kuna mwingine hapa hajatamka hilo neno mume wangu ana miaka. Sikia. Mlinde kwa chakula chako. Mlinde kwa heshima, utii na adabu wako. Mwanamume anatafsiri kwamba mke wangu ananipenda pale ambapo mke anakuwa na heshima, utii na adabu. Kwake ndio tafsiri ya upendo. Muheshimu, na ukimheshimu yeye atajua. Sawa Jana nilikuwa naongea na mmoja usiku. Namwambia sasa, kwa nini unatoa taarifa kwa mumeo? Mume hatolewi taarifa, anaombwa ruhusa. Wa mama wale wa mama wa zamani wanafahamu. Hatutoi taarifa, tunaomba ruhusa. Umeshafunga mizigo yako, umenunua na zawadi. Unasema kesho napandisha kwenda Kiurio. Unatakiwa uombe ruhusa. Biblia inaposema kila mwanamke aliye na hekima, inamaanisha hivi. Sikia, muda wangu umeisha, somo nitaendelea nalo kesho. Sikiliza. Unajua Urio ametembea sehemu nyingi sana, alafu bado akanirudia mimi, akaja kunioa mimi. Ina maana ananipenda kuliko mwanamke yeyote duniani. Kazi yangu ni lazima nimsaidie ili adumu kunipenda. Hivyo tu. Mume wako anakupenda wewe peke yako. Msaidie ili akupende. Nimezoea kusema mfano huu. Unapoenda sokoni kununua matikiti, machungwa, unachukua lolote? Unachagua, si ndio? Kwani ukichagua huku nje ndio ndani sawa, lakini unafanya nini? Unajaribu kuimagine kwamba lilivyo nje mpaka ndani. Sasa fikiria umerudi ndani, unachukua, unaliosha. Lete kisu chako na sahani, unalikata ndani jeupe pe. Utajisikia vizuri? Au chungwa ni chachu,
unasema kwa vile nimenunua tu na lina vitamini C, wacha nile hivyo hivyo. Kuna wanaume wamepata wanawake machungwa machachu, na wengine matikiti meupe pe. Mume wako ni kwamba tu ni Mkristo, hana pa kukupeleka. Angekuwa napo angesha kupeleka. Mwenzako alijua ulivyo hivyo, utakuwa mrembo mpaka ndani. Adabu yako ya nje mpaka ya ndani. Unavyotabasamu hivyo tatabasamu kwake. Kuna wanawake tabasamu kwa mumewe, atabasamu. Ila kwa watu sasa, mtu wa Mungu, mtu wa Mungu. Sikia. Dakika zangu zimeisha kabisa, ninaomba wake za watu wasimame tuombe. We kama sio mke wa mtu kaa, wake za watu tu, nataka wake. Simameni tuombe, sijasema muongee. Hata kama wakwako wamekufa kiroho, simama, we ni mke wa mtu. Simama. Tuombe. Tuombe. Baba, tunakushukuru tena. Binti zako tumekuja kwako kukushukuru. Asante kwa kutupatia waume. Mahali pengine kama wanadamu tumejikwaa tukawakosesha waume zetu. Tusamehe. Samehe ukaidi wetu Baba. Samehe kutokuwa na adabu na heshima kwetu. Tunakuomba, rudisha waume zetu tena. Tuingize tena mioyoni kwa waume zetu kama mwanzo. Baba, ninaomba kwa ajili ya mwanaume ambaye hajafa, yuko hai na ametelekeza mkewe. Huko aliko, Roho Mtakatifu ukamtese, akakumbuke mkewe na watoto wake. Ndoa zote ambazo hazina furaha na amani, Baba, tutakaporudi kutoka huku, tukawe chachu ya kuleta amani nyumbani. Tupe vicheko na tabasamu kwa waume zetu. Rudisha yale mapenzi wakati tunaposana. Tubariki sasa kwa jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, hivi Mama Debora mnamuonaje? Yuko serious? Yaani amekuwa serious sana. Kwa kweli amekuwa serious. Hii dozi sio ya kawaida. Lakini Mungu ambariki kwa namna ambavyo anatufundisha, kwa sababu kweli changamoto ziko nyingi. Nilikuwa naomba mama, kama utakuwa na nafasi kesho ukifundisha, Mama Debora, kesho ukifundisha utuachie muda wa maswali kidogo. Kuna vitu natamani kukuuliza. Au sio jamani? Atutengee muda kwa ajili ya maswali. Sasa wakati wahudumu wanajiandaa, ile kwaya ya wanafunzi waje waendelee kuimba hapa. Wimbo mmoja, fanyeni chapu muda